وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, leo tuko katika juma la 4 la mwezi wa Ramadhani mtukufu ambapo pana uwezekano likawa ndio juma la mwisho na pengine tukapata tena juma moja, na kama nilivyoelezea katika darsa kwamba siku ya Qudsi huwa ni juma la mwisho la Ramadhani, lakini iwapo juma la mwisho litakuwa halina uhakika, kwa hivyo hufanywa kabla ya mwisho, na juma litakalokuya laweza likawa ni Idi, yaweza ikawa ni Ramadhani. Kwa hivyo leo ulimwengu mzima watu wako mabarabarani waadhimisha siku hii tukufu ambayo ilitangazwa rasmi na mwanzilishi muasisi wa Jamhuria ya Kiislamu ya Irani, al-Imam al-Khomeini qaddasallahu nafsahu zakia, kutoka mwaka wa 1979 wakati kulipofanyika mapinduzi. Muda si muda akatangaza rasmi kwamba juma hili la mwisho la mwezi wa Ramadhani Waislamu wote ulimwenguni walifanya ni juma la kuadhimisha siku ya Quds, ili kuwakumbusha Waislamu jukumu lao mbele ya kiwanda kitakatifu, msikiti katika misikiti mitatu mitakatifu ambao umepitiwa na miaka kutoka ulipotekwa na watu ambao ni anjasul bashar fi hadha alkaun, Mayahudi wa Zayuni. Ndugu zangu wapendwa, kabla hatujaingia katika kuelezea siku ya Quds, napenda kidogo tupitie Qur'ani inavyotuelezea watu hawa ni watu gani. Kwa ufupi, sifa zao ni gani, ili muweze kuyaona yale yanayoendelea duniani leo hayana tofauti yoyote na yale yaliyokuwa jana. Tunapoipita haraka haraka Qur'ani takatifu tupata mambo yafuatao. Kwanza, Mayahudi wamesifika kwa sifa ya kuvunda ahadi, kuvunda mikataba. Kwa hivyo katika maisha yao na maisha yetu na wao hatufai kuwaamini kabisa katika masala ya mikataba, na hili ni suala silo la kupangwa na watu, limezungumzwa na Qur'ani na limethibitishwa na sera zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya ya 100
atuambia awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum, kila, sio baadhi. Kwa wale walosoma ilmu al-mantiq, hii yaonekana ndio tabia yao. Awa kullama ahadu ahdan, kila wakieka ahadi, basi hutoka pote katika wao wakaivunda ahadi ile. Kwa hivyo msione ajabu leo kwamba ni watu hawana mikataba. Leo Waarabu wamelewa na propaganda, wameleweshwa na propaganda, waketizie huteza ngoma uwanda mwingine, ambapo wakabiliwa na masuala. Oslo iko wapi leo? Si walitoka kina Anwar Sadati wakenda wakasaini mikataba na hawa? Si ligawanywa Falastina wakapewa maeneo yao na maeneo ya nani, ya Falastini, iwe ni sawa iwe si sawa? Leo iko wapi? Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum. Kwa hivyo wakiwa wako mezani wazungumza kuhusu mikataba ya maelewano, mara mbili wakatoka ndani ya maelewano ya mkataba wakenda wakapija. Hii tabia yao, na huu ndio mwendo wao, kama anavyotwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tabia ya pili, tahriful kutub, kupotosha maneno, kupotosha zitabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupotosha sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni tabia yao. Na ndio mtaona leo wanaoyazungumza sivyo hali halisi yalivyo. Yaani msisangae ukiona watoka sijui tumefanya kadhaa, sijui tumefanywa kadhaa. Ni kawaida yao siku zote kupotosha maneno. Kwa hivyo haifai kustaajabiwa wao wakipotosha, haifai kustaajabiwa wao wakikoroga. Inafaa kustaajabiwa sisi tukiamini upotofu wao, yafaa kustaajabiwa sisi tukipotezwa na propaganda zao. Hapo ndipo mahala panapofaa kustaajabiwa. Tabia ya tatu wamezoelezwa katika Qur'ani ni kuua kwao viongozi, wakiwa waongozwa na mitumi maarufu. Taifa, sidhani kama kuna lingine taifa peke yake liloua mitumi wao, sio mtumi, mitumi kadhaa na manabii kadhaa ni Mayahudi. Kwa hivyo leo wakiua kiongozi pale, wakiua komanda pale, wakiua sijui nani pale, hiyo ni kawaida yao tangu huko nyuma, na wako tayari kuua hata kwa ajili ya jambo la kipumbavu walilonalo wao. Soma kisa cha Nabii Allah Yahya. Kwa nini walimuua? Kwa sababu watu wawili wataka kuoana, sharia haikubali waoane. Katika sharia za wakati ule, kama sisi leo tuna sharia, kuna watu huwezi kuoa, huwezi kutanganya ukhti wawili. Huwezi kunena mimi nitamuoa mwanamke na ukhti yake, huwezi. Mamake mkeo ni mamako, huwezi tena kumuoa. Mke wa mwanao ni mwano, huwezi tena kumuoa. Watu ambao hawafai kuolewa si lazima ndugu zako wa damu, kuna mambo mingi. Kwa hivyo alipokatazwa ndipo wakenda wakapanga mbinu na wakaweka ahadi kwamba mahari ya ndoa ile itakuwa ni kitwa cha Nabii Allah Yahya. Mwanamke kahaba aweka ahadi kwamba mahari ya ndoa yatakuwa ni nini? Kitwa cha mtumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mastaajabu nini wanaoyafanya leo ulimwenguni? Mastaajabu kitu gani kingine? Baada ya Qur'ani shawaambia maneno haya.
Angalia, Mwenyezi Mungu atuambia wayuharifuna alkalima an mawadhihi, ni tabia yao kubadilisha maneno, ni tabia yao kupotosha maneno. Hiyo iko katika suratul Maida aya 13. Aya nyingine katika suratul Baqara aya 87, Mwenyezi Mungu atuambia afakullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Hivi nyinyi kila akiwailia nyinyi mitumi au mtumi akiwa anayowaambia hayaoani na hawa zenu, ni mtaka watu watoe sharia kulingana na hawa zenu kabisa. Ukitoa sharia kulingana na hawa zao, we uko sawa. Hata ukinena moya ukiongeza moya ni 4, we uko sawa. Ukitoa sharia iko kinyume na hawa yao, hata ukanena moya ukiongeza moya ni 2, haiko sawa. Wallahi dunia yatekesha. Nasikia baadhi yuzi wazungumza kwamba Irani imeweka nidhamu ya kurithisha. Saudia ufanya nini? Kuna demokrasia kule? Kuweti kuna demokrasia? Ukoo umetawala miaka mingapi sasa? Lakini kwa sababu wale huimba nyimbo za Mayahudi wako sawa. Wewe maadamu utaimba nyimbo ya Mayahudi, basi mbingu ziweke ardhini, iko sawa. Weka disco halali kuna tembo halali, kuna ushoga halali. Si ndio mambo yanayoendelea Saudia sasa hivi? Watu wameyasahau yote. Kisha utoka hawa zibiriti ngoma huko, utuambia sisi sijui yao tukana maswahaba hawa sijui yao. Sasa angalia, bora liwe litakwenda sawa na hawa zao. Awakullama jaakum rasulun min bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Wameua mitumi. Katika tabia ya Mayahudi alfasadu fil ardh, ni tabia yao, kwa sababu wao waupanga ulimwengu kuishi kupitia misingi ya ufisadi. Wewe fuata kila ufisadi wa kiulimwengu, utaupata nyuma yake kuna Yahudi. Yatosha aibu iliyotoka juzi ya kisiwa cha nani, cha Epstein. Ule uchafu uliokuwa ukifanywa kule ni Mayahudi, mpaka kula nyama ya vijana ni Mayahudi. Ndio atuambia Mwenyezi Mungu, waqadhaina ila bani israila la tufsidunna fil ardh, la tufsidunna fil ardhi marratayn. Hawa ndio wale wakiambiwa idha qila lahum la tufsidu fil ardhi qalu innama nahnu muslihun, sisi tutengeza. Sasa haya ni machache, siwezi kuyaeleza yote. Mwaka juzi nilizungumza kwa urefu Bani Israila katika Qur'ani na tabia zao, lakini nimetagua hizi tabia 4-5 ambazo zote za tuonesha sisi hali halisi inavyoendelea leo ulimwenguni. Angaliani tabia ya kuvunda mikataba. Hawawezi kuketi kwenye mikataba, na walivunda mikataba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia tabia ya kupotosha leo. Iangalie media leo, ambao zombozi kubwa ulimwenguni ziko kwenye mikono yao. Angalia ni wanaopotosha mambo. Wamepiga skuli, wameua vijana watoto 160 sijui 180. Kisha atoka hivi Trump mbele ya ulimwengu, afanya watu wote wapumbavu kwamba nyinyi, wewe mtu gani atapiga skuli yake? Kwamba ni Wairani wenyewe wameipiga ile skuli. Dalili zote zaonesha kwamba bomu lilotumika ni Tomahawk. Mabakio ya mabomu yaliyoko pale ni ya nini? Ya Tomahawk. Na hakuna mwenye bomu hili ulimwenguni isipokuwa ni nani? Ni Amerika.
lakini asimama mbele ya majukwaa ya kiulimwengu, si masala ya maneno ya barazani, akizungumza kwa niaba ya nchi inaozingatiwa leo kwamba ndiyo kielelezo cha demokrasia, ndiyo kielelezo cha uadilifu, ndiyo superpower, azungumza maneno ambayo hata kijana kitoto hayamgia akilini. Wayuharifuna alkalim. Na leo wakiwa waua viongozi, kuanzia ilipoanza 7 Oktoba wameua viongozi wa Falastini kadhaa, mpaka kufika kwa Ismail Hania, Sinwar, Muhammad Dhaif na wengineo, kupita kwa Hizbullahi wamewaua kadha wa kadha, Shukri, Said Hassan Nasrullah, Said Hashim Safiyuddin na wengineo. Wakaja kabla ya miezi, wakati wa zita za siku 12, wakaua viongozi kadhaa wa juu katika Irani, na wataendelea kuua, na hii ni tabia yao. Lakini nitakuja inshallah kueleza zita haziko kwenye mulimuua nani tukamuua nani. Zita haziko hapo. Zita ziko ni ajenda ya nani itaendelea, na hapa ndipo watu wataka waangalie sana. Kila mmoja una hamu kwamba ataka Netanyahu auawe. Kumuua Netanyahu haibadilishi kitu, akipatikana kiuawa falaka almuradi. Lakini masala hayako kwenye kiswasi cha kibinafsi kwamba umenipija mkupige, hayako hapo. Masala yako kwenye ajenda za ulimwengu, ni nani atafaridhi ajenda yake. Kwa mfano leo baina ya kumuua Netanyahu kama kiswasi cha kuuawa Ayatollah Khamenei na baina ya kuhakikisha baada ya zita hizi hakukubakia hata mwanajeshi mmoja katika Middle East wa Amerika, ipi sawa? Na mwangalieni Iran wanavyopiga strategically, kwa sababu ukishakuiondosha Amerika Middle East hakuna Israeli. Imethibitika kutoka 7 Oktoba kwamba Israeli ni dola, haiwezi kuishi hata siku moja bila ya mkono wa nani? Wa Amerika. Imethibitika hiyo. Kwa masaa Hamas ilikuwa ishamaliza hisabu Israeli. Kwa masaa wakatoka mbio wote, wakaya kuiokoa nini? Israeli kwenye kikundi kidogo cha nini? Cha Hamas. Lau siku ile haikufika Amerika Israeli, wala haikufika NATO, wewe wafikirisha leo kulikuwa tunazungumza kuhusu Israeli? Hamna. Watu wapigana strategically. Na ndio utaona leo silaha mbili ni muhimu sana ulimwenguni. Na mkisikiza khutba ya Said Mujtaba Khamenei ilotolewa jana, ilorushwa, ndio utakuta amebase kwenye hizi nini mbili. Ulimwengu kitaka kupambana na Amerika ni kumpokonya Middle East, kwa sababu ndilo shamba lake la mavuno. Zile bezi haziko pale kuwalinda Waarabu, zile bezi ziko pale kunyonya uchumi wa nani? Wa Waarabu. Na ndio utaona Irani amewashika hapo. Pili, patroli ulimwenguni, energy. Leo watu wanena tukiendelea hivi, baada ya wiki mbili, wiki tatu, watu wajitayarishe kuzengia kuni na makaa kupika. Kubaya, kwa sababu mshipa wa Hormuz ambao Irani ameushika ndio mshipa wengine wasema 40% ya energy ya ulimwengu yapita wapi? Yapita pale. Na bado kuna na Muyamani huko standby mpaka sasa, kuna na Babul Mandab, Hayadaro, Red Sea, nao hupita ngapi? Kwa hivyo zita ni zita za kiuchumi, ni zita za kuhakikisha kwamba Middle East itaendelea bila ya kuwepo nani? Muamerika. Hapa ndipo watu watakaofahamu. Kwa hivyo issue msipekwe kihamasa kwamba hayauawa, hatuyaua mtu hata mmoja, wao umetuua wangapi? Tumetoka kwenye zita, wao umetuua 10, si tumeua 20. Hakuna tena dola ya Irani kwa. Ina natija gani?
Kwa hivyo masala hayako kwenye namba za kupigana. Na mwangalieni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niliwahi kuzungumza maneno haya hapa katika baadhi ya khutba. Baada ya kutolewa na Makuraish mji wa Maka, akafukuzwa, wakapanga kumuua, Mwenyezi Mungu akapitisha upanga wake, hawakumpata. Wakamfuata mpaka barabarani, hawakumuona. Akenda, angalia strategy ya Mtume. Zita za kwanza alozianza ni zita za kiuchumi. Zita za kwanza ambao zilipigana mwezi huu wa Ramadhani, chanzo chake ni zita za nini? Kwa nini? Kwa sababu Makureishi ruhu yao ya kiuchumi, wakati ule Maka haina makulima, haina chochote, ruhu yao ya uchumi ilikuwa ni nini? Biashara. Ile misafara, ile rihlata shitai wa msafara wa kwenda Sham na kwenda Yaman. Siku alipotoka Mtume kwenda Badri, alitoka kuuvamia nini? Msafara wa kiuchumi uliokuwa ukiongozwa na Abu Sufyan, lakini intelligence kidogo ikafeli. Makureshi wakazipata habari kabla Mtume hajaufikia ule msafara, wakatoa jeshi kuja kuuhami, ndio likapambana. Kwa ila Mtume hakutoka kwenda kupigana Badri mwanzo. Mtume alipotoka alikuwa aenda kuushika ule msafara. Akiushika ule msafara alikuwa ashakata ule mshipa wa kupamp uchumi Maka, na wakishakosa uchumi hawezi tena kuendelea. Na ndio mtaona leo zita zikubwa ni zita za nini? Za uchumi. Na Amerika yuwatumia silaha hii kukuweka sanction. Ameziangusha nchi kadhaa kwa sababu ya sanction. Iraki alianza na sanction, akaja Syria sanction, Libya na juzi Venezuela. Mmoja katika faida wanaoipata wanapoweka sanction, kwanza wanaizorotesha nchi kimaendeleo, pili wanatengeneza mazingira ya kununua watu, sababu unapowaweka watu kwenye ndaa na shida ya maisha, inafika wakati ukimuhonga mtu milioni moja ni pesa nyingi sana. Ndio utaona makomando walinunuliwa Venezuela, mabodigadi wa nani wa Maduro walinunuliwa, wakashuka wakamtunda kwa sababu hali hivyo hivyo. Syria ilifika wakati wanajeshi hawapati hata dola 50 kwa mwezi, yani shilingi 5,000 6,000 hazitimu. Nafikirisha mwanajeshi uko kwenye zita apigania nchi, wewe umempangia nini? Kesho akija mtu akimpa dola 10,000, hawa wapatao upitisha kwa shilingi 50. Sasa karata moja wanaoitumia katika sanction kukupiga kiuchumi ni kutengeneza environment ya kuwatayarisha kupatikana zibaraka, wanunuliwe, watolewe barabarani, wafanye maandamano, wapindue nchi. Wa hivyo ni zita za kiuchumi, na ndio utaona counter attack ya Irani imekwenda moja kwa moja kwenye mshipa wa uchumi. Tuendelee mbele. Kwa nini Irani? Hili swala muhimu sasa, mtaka mnisikilize. Kwa nini Irani? Mwaka wa 1979 kulipofanyika mapinduzi, akaondoshwa taghuti katika mataghuti wa Mashariki ya Kati. Shah, for your information, Shah alikuwa Shia, na Waarabu wote walikuwa marafiki zake, na alikuwa Shia, na alikuwa akienda na Karbala, na alikuwa akipigana Makonde, lakini alikuwa ni dhalim, ni taghut, na ni mtu ambaye afanya kazi kwa ajenda za Israeli. Sasa ilipoangushwa empire ile, wazungu waliona sasa tuko hatarini, tumekosa ngome muhimu ya zibaraka zetu pale Middle East, naye ni Shah. Tufanyeje? Zita zikaanza hapo, na zita za kupigwa Irani
Sisi tuko katika chapter za mwisho, lakini zita hizi zimepita chapter nyingi sana nyuma. Kwanza ni wanasema Waarabu shaitanatu Iran, ni kuivisha Irani nguo ya ushetani. Wandiwaambia ukitaka kumuua mtu, kwanza una kazi ya kuwakinisha watu huyu ni adui. Bakisha kukinai watu huyu ni adui, huwa ni rahisi kufanya nini? Kumuua. Kitaka watu waanze kumpiga mawe mbuzi, mvishe nguo ya nani? Ya fisi. Ukisha kumvisha nguo ya fisi na ukawakinaisha watu kwamba yule ni nani? Ni fisi, kila mmoja atatoa jiwe arushe. Kwa hivyo ikawa kwanza ni kuhakikisha shaitanatu Iran. Vipi? Ndio ukaja ile majusi, kukatoka kitabu cha kwanza waada daurul majusi, waabudu moto wamerudi. Na hapa kidogo nataka kusimama. Watu hawahukumiwi kwa tarehe yao, watu huhukumiwa kwa present yao. Mtu hahukumiwi kwa mababu zake, mtu huhukumiwa kwa itikadi yake. Wairani nyuma huko walikuwa wakiabudu moto, kama vile Waarabu nyuma huko walikuwa wakiabudu nini? Masanamu. Sasa wewe ujapo ukataka kumkejeli mtu kwa sababu nyuma huko mababu zake walikuwa wakiabudu moto, basi na nyinyi maabudu masanamu. Abu Lahabu mbabu yenu, hamwezi kumkimbia. Abu Jahli mbabu yenu, Abu Sufiani mbabu yenu. Hindu alokula ini la nani? La Hamza ni nyanya yenu. Lakini watu hukumbiwa hivyo. Ikaja hii propaganda. Nafikiri mtaona kila kukitajwa kwenye mazungumzo, kwenye mitandao, majusi hao. Istoshe, Fursi inamaanisha nini? Fursi inamaanisha zita za kitaifa, kwamba hawa si Waislamu, hawa ni nani? Ni Mafursi, na Mafursi hawapendi Waarabu, na Mafursi sijui kadhaa. Ikaendelea, wakaekewa zita, ikatumiwa Iraki, kukatumiwa na nchi kadhaa za Arabuni, wakaipiga Irani kwa miaka 8 mpaka kukatumiwa sumu, mpaka mabomu ya sumu imepigwa Irani. Kati hiyo Irani haina ndege, haina bomu, haina chochote. Wale wajiulizao leo tutakwenda miaka mingapi? Tutakwenda miaka 10. Tumekwenda miaka 8 hatuna chochote. Watu leo husikia maneno tu, mathalan nyinyi husikia Khorramshahr. Kuna hilo bomu huitwa nini? Khorramshahr. Mwajua maana ya Khorramshahr? Khorramshahri ni mkoa ulioko mipakani mwa Irani na nani? Na Iraki, na ndio katika miji ya kwanza ilotekwa. Ilitekwa haswa, ikatukuliwa, wakauawa watu kwa maelfu, mpaka wanawake wakawa hutoka wakishajiisha vijana watoke kupigana. Zita zikali sana zilizopiganwa, ndio ilikuwa mwanzo wa kumaliza zita, ni kuikomboa Khorramshahr. Watu wakatoka wakapigana mpaka kwa meno yao, hawana chochote. Na ndio leo ile neno Khorramshahr lina maana kubwa sana ndani ya Irani. Lina maana ya watu kujitolea, lina maana ya ukombozi, lina maana ya maana mingi katika historia ya zita Khorramshahr. Ikamalizika miaka 8, wakasimamisha zita. Irani ikabaki pale pale ya struggle, sanction, zikwazo kila aina. Nafikiri baada number 1 ni Russia, nafikiri number 2 ni Iran.
Ukienda ukizifuatilia mwaweza mka Google sharia zilizotoka Umoja wa Mataifa na wapi huku Amerika katika na Europe kuwekewa sanction Iran, nafikiri ni kwa maelfu, waweza ukizilisti ni 2000 sijui na kadhaa. Irani ikaendelea, wakaja na neno alhilalu shii. Hili ilitangazwa rasmi na marais wawili, Abdallah wa Jordan na Hosni Mubarak wa Masr. Wakaja wakatangaza, tutahadharini, Irani yataka kubadilisha Arabuni yote kuifanya nini? Mashia. Sasa kukatumiwa karata ya madhahabi kupambana nao, ikafeli. Wakaja wakaleta masala ya nyuklia, sijui ballistic, sijui masala ya adhrui Iran usaidia magengi ya kigaidi, yani Hamas, Hizbullahi, Houthi, kila aina imepambana kwa kipindi hiki, kutoka wefanya hisabu, kutoka 1979 mpaka mwaka wa 2024 ilipoanza 7 Oktoba. Baada ya yaliyotokea, wakaja wakaona sisi kuweza kumaliza resistance, mapambano, ni lazima tukiondoshe kitwa cha mapambano. Hatuwezi kuimaliza Hamas, kesho itarudi kwa sababu kuna mkono wa wasaidia. Hatuwezi kuimaliza Hizbullah, kesho itarudi. Hatuwezi kuwamaliza Mahuthi Yaman, kesho watarudi. Kwa sababu gani? Kuna mkono wafanya nini? Sasa sisi ni kuukata ule mkono. Ndio wakaingia mara ya kwanza. Walipofika siku ya 12, Netanyahu akapiga horomo. Trump mwenyewe baada ya zita akanena, lau sikuingia Israeli ingefanywa nini? Ingemalizwa kwa siku 12. Wakaenda wakapanga tena karata zao, wamerudi tena leo. Kitu ambacho kwamba Waislamu watakawakione, ngome muhimu iliyoko Irani kushinda silaha, kushinda viongozi, na hii minal asaf mimi huinena kila siku, haiangaziwi raia, kushinda bomu la nyuklia, raia wa Irani. Taamalini, nchi zote zilizopigwa na Amerika zikaangushwa, raia walihadawa. Raia walihadawa kuondosha udikteta wa Gaddafi hulalanda. Sasa wakati Gaddafi amewapekea mai mpaka kwenye majangwa, education bure, matibabu bure, lakini hawataka kuvoti. Maendeleo mkuvoti kwa Syria. Iangalieni leo, Iraki ilikuwa dinari moja ya Iraki ni dola 3 za Amerika. Dinari moja ilikuwa strong nini pesa katika Middle East ni nchi 3: Kuwait, Omani, Iraki. Dinari ya Iraki moja ilikuwa ni dola za Amerika ngapi? 3. Sasa hivi 100, dola 100 ni laki ngapi? Laki 4 na mpaka uende na mfuko wa pepa bagi sokoni. Haya maneno watu hawaelezi. Waambiwa tu sasa kumepatikana demokrasia kwa sababu kila baada ya miaka 4 ufanywa voti. Mmefanya voti ndio nini maana yake? Bashar al-Assad, jumla ya sanction zote. Wajua Syria alikuwa kusoma mpaka first degree ni bure. Watu hawajui mambo haya. Kutoka nasari mpaka umalize degree ya kwanza ni bure, watu wote. Nyinyi mwajua sasa hivi Irani jumla ya sanction zote, education ni bure. Patroli ya kutembea siku mzima ni dola 2. Tanki wajaza kwa dola, tanki ya gari nzima wajaza kwa dola 2. Maneno haya yanenwe.
Gesi ni kama maji yanavyokuja nyumbani. Kila nyumba juu ina tangi la gesi, si mtungi kama lile tangi la mai na mita na mfereji. Watu hawaneni maneno, watu kuambia tu tunataka demokrasia, tunataka kuvote. Demokrasia ndugu yangu ni chombo kikuletee mabadiliko. Ikiwa mabadiliko shayafikia, wewe wataka kufanyia nini chombo? Leo watangaza tumekuja kuwakomboa. Jana Netanyahu atoa khutba, asema wahutubu wa Irani kwamba sisi wajibu wetu tushafanya, sasa na nyinyi kamilisheni mutoka. Wa Irani si wapumbavu kama dola nyingine. Wa Irani watakhtalifiana wao kwa wao, watateta, lakini ikiadia usalama wa nchi yao, waangalie leo mkono mmoja. Hawataki upuzi uno. Na sisi ndio twenye damu hizi za kuhadawa nno. Leo Waarabu upekwa huko, akiregeshwa huko, uvunda nchi zao tu moya baada ya moya, kwa sababu ya wataka demokrasia. Lini mzungu atakuletea demokrasia kwa manufaa yako? Iangalieni Libya, iangalieni Yaman. Hala nionyesha kila mahala Amerika aloingia kupeka demokrasia kukoje. Keti tu na akili yako. Afghanistan ikoje? Iraki ikoje? Libya ikoje? Yaman ikoje leo? Syria watu huwana wao kwa wao kwa misingi ya kikabila, misingi ya madhahabi, na watu wale wale yalikuweko madhahabi yale yale, nani walikuwa wakiishi siku zote, hata hakuna yuwao kwamba kuna madhahabi. Iraki wameishi ndani ya nyumba moja, kumeoanwa kila madhahabi Iraki. Watu hawakujua mipaka ya kimadhahabi mpaka kuingia nani? Amerika. Ndugu zangu wapendwa, nimalize hutuba yangu, wakati umeniishia. Kama kuna ina laweza kutumika kwa mpumbavu wa Amerika Trump, hakuna kama ina pangine tutaweza kulitumia kama Musailamatul Kadhab. Fikiri nyinyi mmesoma katika historia Musailamatul Kadhab, katika watu walopewa ina nickname ya urongo. Asubuhi unena hili, mtana unena hili, alasiri unena hili, usiku unena hili. Dumia, yani kama doli. Raisi wa nchi kubwa kama ile, watu mshangilia, lakini ukiketi kwa makini ukimwangalia, huyu ni komedi ama ni raisi? Anena urongo. 150 wamekwenda sasa. Statistics zinazosema wanajeshi wa Kiamerika 150. Leo ukitizie watu watatu na Waamerika kubali kuhadawa. Musailamatul Kadhab. Ndugu zangu wapendwa, tumalize khutba. Kuuawa kwa kiongozi ama kuuawa kwa viongozi sio mwisho wa safari, wala sio kupiga hatua, wala yale yanenwayo mengi kwamba hawana teknoloji. Hakuna teknoloji ya mtana wala ya usiku. Mzee wamemuua, kama nilivyowaambia juzi, wamemuua nyumbani, kezie na mke wake na wanawe, wamekwenda wamempiga kwa mabomu, wamemuua. Hakuna any achievement ambayo waweza kuizungumza, hata sijui kuna zibaraka. Kisha watu leo waketizie kuzungumza peke yake zibaraka walioko Irani. Sijui mkubwa wa jeshi fulani wajua kibaraka, sijui nini. Nyinyi mwajua sasa hivi waendemwe kila hoteli Dubai huwawa. Hamwangalii kwamba kuna nazibaraka wa Irani kule? Wamekimbia kwenye mabezi sasa hivi. Wote wametokezanya, wamekwenda kuisita. Kila wanapoisita hupijwa. Iwe ni Dubai, iwe ni Qatar, iwe ni Saudia, iwe watakapokuwa. Intelligence ya Irani mbona hamuizungumzi? Na jana lile bafi lao, simada rafiki yangu mwa huyo kwa mabafi ilo Long Abraham nini, limeshaaga lendao zake, limeondoka uwandani. Mwanzo wamenena mahodari wao kupika habari, mwanzo wametanguliza sijui kuliwaka moto jikoni.
Katika ile meli kumewaka moto jikoni, kuna jamaa sijui alikuwa akipika chipsi, likawaka moto. Mbona wanavyotufanya wapumbavu? Likawaka moto, likajeruhi wanajeshi wangapi? 2. Sasa wamelitoa hulirudisha Amerika. Mupo vizuri jamani? Ndege zilizoangushwa kule katika anga la Kuwait, sema ati kuna Mkuweti mmoja sijui alikuwa huinda nyuni kaziangusha. Tunaona ulimwengu unavyopekwa kipumbavu. Yana ndege ya kutia mafuta wa Iraki, si Irani, wa Iraki wameiweka tiatia le ndege zao za kufuata kutia mafuta, wanajeshi sijui 5 6 dead wote wa Amerika, na wengine sijui wako wapi, na moya imejeruhiwa salama imefaulu kwenda kutua, lakini si mzima tena. Kwa hivyo mapambano yaendelea, na insha Allahu taala si mbali watu watakuja kuiona superpower ya Amerika kama alivyoiamkua Imam Khomeini. Imam Khomeini alikuwa na neno lake kinena namirun min waraq, ni chui wa karatasi. Ni chui wa nini? Wa karatasi. Ametisha watu siku nyingi, amenua watu siku nyingi. Leo hakuna Thadi, hakuna sijui Daudi, hakuna nini, hizo zombo zao zote walizozitengeza. Mmoja asema katika maanalyst wa Kiamerika, asema bezi zilizojengwa kwa miaka 70 kwa billions za pesa, billions, bezi karibu 15 sijui ni 20, kwa siku 11 Iran amemalizana nazo. Siku 11 hakuna hata unyewe wa bezi ndani ya Middle East, hakuna, mpaka waande upia. Na kila palipopigwa, nyinyi mtasikia, pengine wengine hawaelewi, mtaona bezi imemalizika, lakini bezi ile jana ameipiga tena Iran. Kwa nini? Haijengeki tena mpaka mzenge nafasi nyingine. Yani you are destroy environment sasa, sio ku destroy base. Base shamalizika, yuhakikisha lile eneo hata ukataka kurudi kulijenga halijengeki tena. Kwa hivyo zengeani ardhi nyingine mwapi. Ndio mtaona kila base moja imepigwa zaidi ya mara 10, na kila asubuhi yaendelea kufanywa nini? Kupigwa. Insha Allah taala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa ushindi, na ramani kama nilivyowaambia jana ni Masjidul Aqsa. Shortcut ya Masjidul Aqsa ni kuiondosha Amerika Middle East. Ikiondoka Middle East Amerika, Israeli hawezi kusurvive hata wiki moja, atafunga zirago yeye mwenyewe, kama alivyowaambia Said Hassan Nasrullah katika khutba zake, andeni kujifundisha Korea, kwa sababu mpaka ndia ya kukimbia kutakuwa hakuna tena, itabidi mutoke kwa bahari. Kwa hivyo ayua Korea ajiandae, asoyua atayua atafanya nini. Sisi imani yetu, ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qudsi itakombolewa, Masjidul Aqsa itakombolewa, wa Falastini watarudi katika nchi yao insha Allahu Ta'ala, kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia katika aya, waliyutabbiru tatbira waliyadkhulu almasjida kama dakhaluhu awwala marra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatutakabalia saumu zetu na ibada zetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa shifa wagonjwa wetu, na Mwenyezi Mungu atatukidhia haja zetu, na Mwenyezi Mungu atawakundulia wazee wetu kwenye majumba. Hichi ni kipindi cha changamoto ya uchumi, kipindi cha Idi, vijana kutaka nguo, mambo mingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afungue milango ya riziki ili vijana waweze kufurahi, na Mwenyezi Mungu sote atupe husnul khatima, na Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqulu wa biqawlihi safa'u qulubi dhakirin wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، وصفى قلوبنا بصفاء الذكر الحكيم، وجعل منقلبنا إلى جنات النعيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.